Karibuni watazamaji wetu na wadau wa uwajibikaji katika sehemu hii ya pili ya mwendelezo wa uchambuzi wa ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Sehemu ya kwanza tulijadili uchambuzi uliofanywa na taasisi ya wajibu kupitia wasilisho lililowasilishwa katika breakfast debate iliyoandaliwa na Policy Forum tarehe 24 Aprili mwaka 2020. Katika sehemu hii ya pili, wajibu itawasilisha kwa mwendelezo mambo muhimu katika maeneo makuu manne ya uchambuzi wa ripoti hizo kama ifuatavyo. Eneo la kwanza ni ununuzi wa umma. Eneo la pili ni utawala bora katika mashirika ya umma. Eneo la tatu ni mapambano dhidi ya utakatishaji fedha nchini, na eneo la nne ni viashiria vya vitendo vya rushwa kwenye sekta ya umma. Maeneo haya yanatokana na uchambuzi wa ripoti 10 kati ya ripoti 16 zilizotolewa na CAG kwa mwaka 18-19. Atakayetuwasilishia uchambuzi huu kwa siku ya leo katika sehemu ya pili ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya wajibu ndugu Ludovick Uto, ambaye ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mstaafu. Jina langu ni Moses Kimaro, program manager kutoka taasisi ya wajibu. Karibuni sana katika mjadala huu wa leo. Mjadala wa kwanza uliofanyika kwenye breakfast debate ya tarehe 24 Aprili 2020 ulitoa hamasa gani, na ni kwa nini sasa hivi tumeamua tena kufanya mjadala wa pili katika uchambuzi huu wa ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali? Asante. Imekuwa ni utamaduni wa wajibu, Institute of Public Accountability, kuwa na mjadala mara baada ya CAG anapotoa ripoti zake. Kwa hiyo tarehe 24 mwezi uliopita tulifanya huo mjadala, na katika mjadala ule kwa kweli tulijikita zaidi kwenye aliyoyazungumzia CAG kutokana na mfumo wa budget wa nchi. Na nipende kusema tu kwamba kwa taarifa tulizopokea, ule mjadala ulipokelewa vizuri, na naona taasisi bado zinaendelea kuchambua budget mpaka hata budget iliyowasilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha tarehe 11 ya mwezi huu imekuwa ni mwendelezo ya yale tuliyozungumza tarehe 24. Na ndio sababu tukapata nguvu na ujasiri wa kufanya hili tunalofanya leo. Naam. Leo tunazungumzia masuala makuu manne, na ningependa labda tuanze kujadili kuhusu swala la manunuzi ya umma, na ni kwa namna gani katika uchambuzi ambao wajibu imefanya, ni kwa namna gani mashirika ya umma yanafuata matakwa ya sheria manunuzi ya umma ya mwaka 2011. Ukipitia ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ripoti ya serikali kuu, ripoti ya serikali za mitaa, ripoti ya mashirika ya umma, zote zimegusia manunuzi. Na tunaona kwamba tukiangalia kwa ukubwa wa mambo yaliyohojiwa, tunaona serikali kuu mwaka huu imepunguza sana kiwango ambacho CAG amehoji ukilinganisha na mwaka jana, ya hasara au viashiria vya hasara na ubadhirifu ambao ungeweza ukatokana na manunuzi. Ukienda kwenye serikali za mtaa unaona kumekuwa na ongezeko. Ukienda kwenye mashirika ya umma nako kumekuwa na ongezeko kubwa. Na kwa sababu ya hiyo therefore, ukiangalia overall alichohoji CAG mwaka huu kutokana na manunuzi imepanda, imekuwa ni kubwa kuliko mwaka jana. Lakini tunaona kusema kweli kumekuwa na uboreshaji mzuri zaidi katika serikali kuu ukilinganisha na ilivyokuwa serikali za mitaa na mashirika ya umma. Kwa hiyo kwenye kufuata matakwa ya sheria ya ununuzi ya umma mwaka 2011 bado kuna jitihada zinatakiwa kufanyika pale. Zipo, yeah. CAG ameonyesha bayana kabisa kwamba kuna udhaifu bado. Na udhaifu kusema kweli hasa
imekuwa ni udhaifu wa utendaji kazi wa zile taasisi ambazo zimepewa jukumu la kudhibiti na kusimamia utekelezaji wa sheria ya manunuzi yenyewe. Sheria ya 2011. Na kwenye Wizara ya Fedha kuna kitengo ambacho kimepewa jukumu la kusimamia sera za manunuzi. Tunaona kitengo hiki kilipashwa katika kutenda kazi zake, kilipashwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na sera ya kitaifa ya kusimamia utekelezaji wa sheria yenyewe ya manunuzi. Hadi sasa hilo halijatokea, na CAG anatuambia kumekuwa na malipo yalifanyika kutengeneza hiyo sera, na kwa sababu utaratibu wa kumpata mkandarasi wa hiyo shughuli haukufanyika vizuri, basi lile zoezi limesitishwa na ni miaka inapita. Kwa hiyo CAG anashauri na sisi wajibu tunashauri kwamba kusema kweli litatuliwe hilo tatizo ili hiyo sera ipatikane, kwa sababu ni vizuri tuna sheria nzuri ya manunuzi, lakini bila sera inakuwa ni vigumu kuitekeleza. Hilo ni moja. La pili ambalo limeonekana wazi ni hii taasisi ya mamlaka ya udhibiti PPRA. Naam. PPRA ndio overall msimamizi wa utekelezaji wa sheria ya manunuzi ya 2011. Lakini tunaona ukiangalia utekelezaji wa PPRA ina matatizo. Kwanza ukiangalia pesa zilizotengwa kwa ajili ya kufanya ile kazi ambayo ndio muhimu ya usimamizi hasa ya zile taasisi nunuzi, kwamba zinafanya kazi zao za ununuzi kulingana na sheria, imetengwa pesa kidogo sana, ni 10% ya matumizi yote ya ile. Kwa hiyo unakuta hata PPRA aidha kwa kutokuwa na fedha za kutosha hawajaweza kufanya kazi yao ipasavyo ya usimamizi. Na mbali na also lile, unaona kwamba tunaambiwa kwamba zaidi ya 90% ya usimamizi uliofanywa haukufanywa na PPRA yenyewe, lakini umefanywa kwa kutumia watu wa nje. Sasa hiyo inalegeza kidogo makali ya kufanya ile kazi ya usimamizi ili iweze kuwa na manufaa yaliyotarajiwa. Lakini mbali na hilo, PPRA tunaona also kwamba ina uhaba mkubwa wa watumishi wataalamu. CAG anatuambia kwamba mahitaji ya hao watumishi wataalamu ni 44. Tunapoongea na kulingana na ripoti ya CAG ya 2018-19, watumishi wataalamu waliopo ni 13 tu. Hivyo utakuta kwamba PPRA kwa kweli bila kupewa fedha za kutosha na kupewa vitendea kazi ikiwa ni pamoja na watumishi haitaweza kufanya kazi zake vizuri. Ndio sababu CAG amesema bila kupepesa macho kwamba kuna udhaifu wa hizi taasisi zilizopewa jukumu la kusimamia hiyo kazi kufanya kazi zake vizuri. Naam, kwa hiyo hapo tunaona kwamba kuna tatizo la kisera, kuna tatizo la uhaba wa watumishi, lakini pia utolewaji wa fedha katika taasisi za udhibiti. Lakini pia manunuzi yamekuwa yakichangia 70% ya almost 70% ya matumizi ya serikali. Na matatizo haya yote yaliyoainishwa nafikiri ni matatizo ambayo ni ya msingi sana kwa serikali kuyachukua na kuweza kuyafanyia kazi. Pia tumeona kwenye uchambuzi wa taasisi ya wajibu kwamba katika eneo la rushwa, kwa sababu pia katika uchambuzi huu mmeangazia pia masuala ya viashiria vya rushwa pamoja na ubadhirifu. Je, katika eneo la rushwa na utawala bora, CAG ameonyesha matokeo gani na uchambuzi wenu umekuja na nini hasa? Katika tatizo la rushwa nchini na utawala bora kumekuwa na maboresho also.
na hii imethibitishwa na utafiti uliofanywa na taasisi ya Toweza. Kama mtakumbuka, mwaka miwili iliyopita, ambapo wananchi waliulizwa na wakasema kusema kweli wanaona kwamba jitihada za serikali zinapunguza ile kasi ya rushwa. Haijaisha, rushwa bado ipo na tishio. Lakini vile vile hata ukienda kwenye ya kimataifa, Transparency International, tumeona kwamba Tanzania mwaka huu imeshuka katika ile ranking. Tulikuwa 99, sasa hivi tumeshuka ngazi 3, tuko 96. Hiyo yote ni mwonyesho wa kwamba jitihada zinazofanywa na serikali kupitia PCCB na taasisi zingine, na wajibu tukiwepo, kwa sababu tunafanya mijadala ya rushwa, imeanza kuzaa matunda. Lakini rushwa bado ipo, na rushwa bado ni tishio ukweli kwa maendeleo ya nchi yetu. Hivyo CAG, mbali na kupongeza serikali, kupongeza PCCB na kupongeza Watanzania wote kwa ujumla kwa mafanikio yaliyopatikana, lakini also tunatahadharishwa kwamba tusije tukalegeza kamba, kwamba ni lazima kusema kweli tuendelee, hii vita iendelee kupigwa, kwa sababu rushwa bado iko ndani ya jamii yetu. Labda ni kwa kiwango gani tungeweza kuangalia, tuseme kwa mfano kwenye serikali kuu, mashirika ya umma na serikali za mitaa, ni kwa kiwango gani labda rushwa imekuwepo katika maeneo haya, na ni maeneo gani ambayo rushwa imeshamiri zaidi kuliko maeneo mengine? Ziko rushwa za aina kuu mbili. Kuna rushwa ndogo ndogo na kuna rushwa kubwa kubwa. Rushwa kubwa kubwa ni zile ambazo zinapiga vitu vya uhakika, mahela mengi. Na nchi hii si kwamba hatunavyo, tunazo. Kuna issue ya escrow, ilikuwa ni hiyo. Kuna issue ya EPA, ilikuwa ni hiyo. Rushwa ndogo ndogo ni hizi ambazo literally ni hizi ambazo zinahusu mwananchi kunyimwa kupata haki yake ya msingi. Unajua, kupata elimu, kupata matibabu kwenye hospitali za serikali, mahakama kuwa ngumu kupata faili lako la mahakama mpaka utoe kitu kidogo. Na utakuta rushwa ndogo ndogo, si tunaamini kwamba kusema kweli, ili rushwa ndogo ndogo iweze kufutika, ni elimu na elimu na elimu kwa wananchi, wajue haki zao za msingi, kwamba unapoenda mahali ambapo ni haki yako kupata hiyo huduma, usikubali kirahisi kutoa hongo. Na hii itachukua muda. Trafiki na kusimamisha, mara nyingi rushwa ndogo ndogo, mara nyingi ni sisi wenyewe kusema kweli, wananchi ndio tunazihimiza na kujenga. Unamkuta trafiki anakusimamisha, umevunja sheria za barabarani. Wewe badala ya kukubali ya kuandikia ile 30,000 ambayo ni pesa ya serikali, ndugu yangu, hebu chukua 10. Ni sisi wa Tanzania ndio kusema kweli tuna perpetuate hizi rushwa ndogo ndogo. Rushwa kubwa kubwa ni mifumo na wakati mwingine kukosa tu uadilifu na uaminifu na kwenda kinyume na matarajio waliopewa madaraka. Kwa hiyo tunatumia madaraka yetu vibaya. Unajua, na hasa kuna udhaifu wa Watanzania kusema, linakuja jambo mezani mwake la uamuzi, anajiuliza kuna nini kwa ajili yangu mimi katika hili, what is there for me? Ukishaweka huo mtazamo, ni for sure rushwa kubwa hazitaisha. Na sasa ni jukumu la Watanzania kujielimisha, kusema kweli zaidi, tuelewe madhara makubwa yanayosababishwa na rushwa, ili kwa pamoja tukubaliane kupiga vita ya kweli kweli huu uovu wa rushwa nchini kwetu.
Naam, umeongea vizuri sana kwamba kuna rushwa kubwa kubwa na rushwa ndogo ndogo, na